Vita baina ya nchi ya Tanzania na Kenya vyakolea baada ya nchi ya Kenya kutoa masharti manne ambayo sharti nchi ya Tanzania iweze kukimu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Mvutano wa kidiplomasia kati ya Kenya na Tanzania umechukua mkondo mpya baada ya seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kumtaka Rais William Ruto kuchukua msimamo dhabiti dhidi ya Tanzania kufuatia madai ya unyanyasaji, kukamatwa na kuteswa kwa wanaharakati wa haki za binadamu kutoka Kenya na Uganda. Tukio hilo linahusiana na jaribio la wanaharakati hao kuhudhuria kesi ya kiongozi upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu iliyokuwa ikisikilizwa jijini Dodoma. Kulingana na taarifa zilizotolewa na waathirika wa tukio hilo, akiwemo wanaharakati mashuhuri kutoka nchi ya Kenya Boniface Mwangi, kundi hilo lilikamatwa na maafisa wa usalama wa Tanzania na kuzuiwa bila kufikishwa mahakamani wala kupewa sababu rasmi ya kushikiliwa. Mwangi alieleza mazingira ya kutisha waliokumbana nayo, yakiwemo kupokonywa simu, kufungwa macho, kutengwa na kuhojiwa kwa zamu, huku wakitishwa kwa maneno makali. Wanaharakati hao walidai kunyimwa haki ya kuwakilishwa na mawakili pamoja na kukosa fursa ya kuwasiliana na ofisi za ubalozi wao, na ni jambo ambalo limetajwa kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na sheria za kimataifa. Tukio hilo limezusha taharuki si tu miongoni mwa Wakenya bali pia kwa watetezi wa haki katika ukanda wa Afrika Mashariki. Na katika majibu yake ya haraka, Sifuna kupitia ukurasa wake wa X ambao zamani ulikuwa unajulikana kama Twitter, alitoa masharti kadhaa kwa serikali ya Kenya akitaka hatua kali zichukuliwe dhidi ya serikali ya Tanzania. Miongoni mwa masharti hayo ni pamoja na kupigwa marufuku kwa viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi ama ukipenda CCM kuingia nchini Kenya, hatua ambayo imelenga kuonyesha kutoridhishwa kwa Kenya kuhusu matendo ya serikali ya Tanzania. Aidha, Sifuna alipendekeza Kenya kujiondoa katika mpango wa pamoja wa kuandaa mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2027 ambao unahusisha Tanzania na Uganda. Alisema ushirikiano huo hauna msingi ukiwa nchi husika haziheshimu haki za raia na maadili ya kidemokrasia. Pendekezo lingine la Sifuna lililenga kuhamishwa kwa mkutano wa kila mwaka wa East Africa Society ama Law Society EALs kutoka Zanzibar, akisisitiza kuwa Tanzania haifai kuwa mwenyeji wa mijadala ya kisheria wakati inaendelea kukiuka misingi ya haki za utawala wa sheria. Pia alitaka serikali ya Kenya kufuta kauli ya msamaha iliyotolewa awali kwa nchi ya Tanzania na badala yake kuitaka serikali hiyo kuomba radhi rasmi kwa taifa la Kenya. Hadi kufikia Jumanne jioni, serikali ya Kenya ilikuwa haijatoa tamko lolote rasmi kuhusu tukio hilo, na ni jambo linaloendelea kuchochea mashinikizo kutoka wananchi na makundi ya kijamii. Wakenya wengi wamelieleza tukio hilo kwa fedheha kwa taifa, na wametaka serikali kuchukua hatua za haraka na madhubuti kulinda hadhi na haki za raia wake nje ya mipaka ya nchi.